Wiki ni wiki ya wanafunzi. Hakuna mwanafunzi yoyote ambaye anaweza akafanya kazi bila kitabu. Na tukagundua ili mtu aitwe mwanafunzi lazima kuwe na kitabu na kuwe na mwalimu. Mwalimu wetu ni Yesu Kristo, lakini kitabu chetu kikubwa ni Biblia. Na wiki hii tukaenda mbali zaidi, tukagundua kwamba Biblia yote hatuwezi kuifundisha kwa wiki hii, ila kuna kitabu cha muhimu ambacho tusipokijua yumkini wokovu wangu na wakwako utapotea. Na ndipo tukajifunza jana katika kitabu cha Ufunuo kuna siri ambazo zimefichwa pale katika kitabu cha Ufunuo. Na kitabu hicho cha Ufunuo ambacho kina hizo siri katika Ufunuo sura ya 5, hatuwezi kuwa na wanafunzi bila mwalimu na bila kitabu. Sasa mwalimu tunaye ambaye ni Yesu Kristo, lakini kitabu chetu ni Biblia. Tukanaro kidogo tukaingia katika kitabu cha Ufunuo, na katika kitabu cha Ufunuo katika Ufunuo sura ya 5 fungu la 1, kisha nikaona katika mkono wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa mihuri 7. Katika Ufunuo sura ya 5 kifungu cha 1 tunaona kitabu, lakini Ufunuo sura ya 5 fungu la 2 anasema anaonekana malaika akimtafuta mtu wa kufungua hicho kitabu, na hapakupatikana mtu wa kufungua hicho kitabu. Katika Ufunuo sura ya 5 fungu la 3 anasema wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Ufunuo sura ya 5:4 Yohana analia. Ufunuo 5:4 Yohana analia kwa sababu hakuna aliyeweza kukifungua kitabu. Kilio cha Yohana kinampelekea wale wazee 24 mmojawapo katika Ufunuo 5:5 mmojawapo wale wazee anamwambia Yohana usilie. Na tulijifunza hawa wazee walikuwa ni wale waliofufuka wakati Yesu alipokufa siku ile ya Pasaka, aliposulubiwa pale msalabani akafa, watu wakafufuka, wakawatokea ndugu zao mbalimbali. Miongoni mwa waliofufuka ambao walikuwa ni watakatifu ndio hawa wazee wanapatikana. Hawa wanajua nini maana ya kukombolewa, kwa sababu wamepigwa na shida za dunia, wamesimama katika uaminifu. Yesu wakati anakufa pale msalabani akawafufua kama malimbuko, na hawa sasa ndio baadhi yao wanapata nafasi ya kuketi kwenye kile kiti cha enzi kule mbinguni, wakiwa na viti vyao 24 vimewekwa kuzunguka kile kiti cha enzi, na hao wanajua ni nini ambacho kipo. Ndio maana Yohana hajaambiwa na malaika, bali kaambiwa na mwanadamu mwenzake ambaye alishinda, na anamwambia usilie, kwa sababu huyu aliyetushindia atawashindia na nini? Na si mwingine, tunaambiwa ni simba aliye wa kabila la Yuda na lile shina la Daudi. Na ndipo ukitoka hapo sasa unaingia katika kitabu cha Ufunuo 5:6 unaona katikati ya kile kiti cha enzi anaonekana mwana kondoo. Hapa ndo jana tulisimama kidogo. Anaonekana mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anastahili kukifungua kile kitabu. Ni nini kinachomstahilisha Yesu? Kwa sababu kitabu kimeandikwa siri za wokovu wa wanadamu. Kisipofunguliwa wanadamu wote wanapotea. Ni nani sasa mwenye uwezo? Ni yule aliyetoa maisha yake ili mwanadamu aokolewe. Yohana anaambiwa ni Yesu pekee ambaye ana uwezo wa kukifungua kitabu. Kwa nini ni Yesu pekee ana uwezo wa kufungua kitabu? Anasema kwa sababu alikuwa amechinjwa, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha na jamaa ambao tayari shetani alikuwa amewateka. Tulijifunza kidogo katika Ufunuo 5:6 hapa
tukagundua huyu mwanakondoo amemilikishwa mamlaka ya kiti cha enzi. Ndio maana anaonekana amesimama na alikuwa kana kwamba amechinjwa. Ana pembe saba. Pembe saba ni zinawakilisha mamlaka, na kwa sababu saba ni alama ya ukamilifu, ana mamlaka yote amepewa na Baba. Ndio yeye peke yake aliyepewa mamlaka yote, kwa sababu amemwokoa mwanadamu na amepewa na Baba. Na ana macho saba. Macho saba ni uwezo wa kuona, ni uwezo wa kutambua kila kitu, kiwe cha siri au kilicho wazi. Na kwa bahati nzuri tunaambiwa hayo macho saba ya Yesu Kristo ni roho saba za Mungu. Na tunapozungumzia habari ya roho saba za Mungu, tunazungumzia habari ya ukamilifu wa Roho Mtakatifu ambaye Yesu alimwacha akiwa pamoja nasi, na yeye Roho Mtakatifu ndiye anayechunguza mioyo yetu. Hatuwezi kumficha chochote kinachotokea. Kwa hiyo unaweza ukaona Yesu ana mamlaka, lakini pia yuko na Roho Mtakatifu ambaye kimsingi huyo Roho Mtakatifu ndio ametumwa katika dunia yote. Ufunuo 5:7, akaja yeye mwanakondoo sasa, akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi katika kile kiti cha enzi. Kwa hiyo unamuona Yesu Kristo anakichukua kitabu. Ana mamlaka ya kuchukua kitabu, kwa sababu kitabu hicho kisipofunuliwa mwanadamu anapotea. Ndio maana nasema kama kuna mtu atakayezuia watu wasisome kitabu cha Ufunuo, mtu huyo anawapoteza, kwa sababu ndani ya kitabu cha Ufunuo ndio kuna siri ya ukombozi wa siku za mwisho. Na ndio maana angalizo limetolewa, mtu yeyote atakayeongeza neno ataongezewa mapigo, na mtu yeyote atakayepunguza neno atapunguziwa katika ufalme. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo ndio kitabu ambacho ni cha muhimu sana. Sisemi kuliko vingine, ila ni cha muhimu kwa wakati tulionao, ili tunapokisoma tuweze kujua mustakabali wa maisha yetu ni nini. Na kitabu hiki sasa tunamwona Yesu Kristo anakichukua kutoka kwa mkono wa Mungu. Kitabu kiko kwenye mkono wa Mungu, kinatafutiwa mtu wa kukichukua, lakini mtu hawezi ukichukua kwa sababu kina mihuri saba. Sasa ukienda kitabu cha Danieli sura ya 12 fungu la 4, ndipo utakapoelewa nini maana ya hichi kitabu. Hichi kitabu kimeunganishwa na sehemu ya kitabu cha Danieli, sio Danieli yote. Kimeunganishwa na sehemu ya kitabu cha Danieli, ambapo ndio tunaona mwanzo wa kuandikwa kwa kitabu hiki. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Unaona, Danieli alitaka kujua habari ya hayo mambo, lakini kwa bahati mbaya agizo linatolewa, funga kitabu, weka muhuri. Sio cha wakati wako, ni cha wakati wa mwisho. Kwa bahati mbaya, kanisa ambalo lipo katika siku hizi, waumini tulionao hawataki haya mambo, wanaona ni magumu. Na kwa kweli kabisa siri ya ukombozi imewekwa hapa. Wale wanaotaka kuokolewa lazima wajikite, wajue hiki kitabu ambacho kilitiwa muhuri wakati wa Daniel, na sasa tunakiona kiko kwenye mkono salama wa Mungu na kinahitajika kufunguliwa, na anayekifungua ni Mungu Mwana baada ya kukichukua kwa Mungu Baba. Kwa nini Mungu Mwana anakipata? Ni kwa sababu kitabu hiki kimeandikwa siri za Mungu, na ndio maana kina mihuri saba, na mwenye uwezo wa kukifungua ni Mungu mwenyewe. Na kwa nini anapata uwezo wa kukifungua? Amemfia mwanadamu, anapewa nafasi ya kukifungua kitabu. Na hapa ndipo tunapopata kitu cha pekee sana, kwamba Mungu anapomkabidhi mwana kondoo kitabu, amemkabidhi mamlaka. Na ndio sasa wakati anakabidhiwa mamlaka, katika fungu la 8 anasema, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4, wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Wanaanguka mbele za Yesu kumsujudia, kwa sababu amefanyiwa
coronation, ametawadhwa kuwa sasa yeye ndiye mfalme ambaye atakuwa anasimamia mambo yote. Kwa nini? Ameshinda na akamnunulia Baba watu wa kila taifa, lugha na jamaa. Na kwa sababu anasimikwa, wanamuinamia. Hawamuinamii bure, wanamuinamia, kila mmoja wao ana kinubi. Na nilisema jana, narudia tena kusema, ninawapongeza sana wanakwaya. Mojawapo ya vitu ambavyo vitasababisha tuingie mbinguni na kusikilizwa maombi yetu ni uimbaji. Kinubi kinasimama badala ya waimbaji. Lakini sio tu kwamba wana vinubi, wanamuimbia Mungu na kumsifu Mungu kwa vinubi, lakini wana vitasa. Na nilisema vitasa ni vyombo ambavyo ni vya kuwekea mafuta. Na hivi vitasa ambavyo vinaonyesha hapa, kwa lugha ya Kiingereza inaitwa bowls, ni kama mabakuli fulani ya kuwekea vitu. Na hayo mabakuli sasa yana kitu yamejaa ndani. Anasema vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, vimejaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Na jana nilisema manukato ambayo Mungu anayataka. Ndio maana wakati wote toka nimeingia hapa Simanjiro ninapambana kweli na haya mambo ya maombi, kwa sababu ninajua kitu kitakachotufanya tukubalike ni uimbaji wa kumtukuza Mungu, lakini namba 2 ni maombi ambayo Mungu anapoyaangalia maombi anaona ni manukato. Na haya manukato anayoona, anasema manukato, hizi bakuli, hivi vitasa vimejaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaombea familia zenu zijae maombi. Ninaliombea kanisa lijae maombi, kwa maana hayo ni manukato. Na kupitia vitu hivyo viwili ndio tunapata fursa ya kumwangukia mwanakondoo aliyechinjwa akatukomboa na kumtukuza. Hatutaweza kutamka maneno kama hatuna maombi na hatuna uimbaji. Na ndio maana sasa ukienda mbele katika fungu la 9, anasema baada ya kufanya tendo hilo, wote waliimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu. Yesu Kristo, hakuna mwingine anayestahili kukitwaa kule mbinguni wala duniani wala chini ya nchi. Kwa sababu gani? Aliyekufa kwa ajili ya mwanadamu ambaye alitenda dhambi ya kuangamia ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo sasa anastahili. Aliyeshuka kupambana na shetani mpaka akamwaga damu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo anakitoa hicho kitabu na kuzifungua zile mihuri, ambazo hizo mihuri zikishafunguliwa kitabu kinakuwa wazi. Ndio maana kinaitwa kitabu cha Ufunuo, ili tukisome. Alafu shetani sasa hivi anatudanganya kwamba kitabu cha Ufunuo ni kigumu. Muongo kabisa. Hakuna ugumu wote kwenye kitabu cha Ufunuo. Mambo yote yako wazi namna hii. Na kwa sababu hiyo, ukienda mbele katika fungu la 10, anasema ukawafanya kuwa makuhani kwa Mungu wetu na wamiliki juu ya nchi. Jaribu kufikiri, anasema lile fungu tulilotoka fungu la 9, anasema unastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Na ndio maana nawaomba waimbaji, kama kuna nyimbo mnazotunga sasa, tungeni nyimbo za kumtukuza Mungu. Msitunge nyimbo nyingine zisitukuze watu, zisitukuze matendo yote ya wanadamu katika ulimwengu. Tunga nyimbo ambazo unaweza kuona ikwaya ya mbinguni inaimba, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Kwa nini? Anasema kwa kuwa ulichinjwa. Haleluya. Yaani sifa, ulifanya nini? Ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Hicho tu. Na ndipo sasa katika fungu la 10 anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Yaani sisi tunamiliki sasa hivi. Una uwezo wa kumwamrisha ng'ombe, una uwezo wa kumfunga hata tembo, una uwezo wa kuamrisha ardhi ikakutolea mazao, unamiliki nchi. Lakini umefanywa kuwa kuhani. Kuhani kazi yake ni kuhakikisha wengine wanatubu dhambi na kurudi kwa Yesu.
Ukiitwa kuhani, wewe sio wakuja kusali tu, ni wakwenda kupatanisha watu. Ndio kazi ya kuhani. Kuhani alikuwa akiwapatanisha watu na Mungu. Tunapoitwa makuhani tusisahau. Ndio maana nasema kitabu cha Ufunuo kiko wazi sana kwetu. Tunapoitwa makuhani tuwe wapatanishi. Ukiona watu wanataka kugombana, walete pamoja. Ndio tumeitwa makuhani kwa Mungu wetu. Na kwa sababu hiyo lazima tuhakikishe tunatangaza Injili. Kama tulivyokwisha kuona katika masomo yaliyopita, ujumbe wa malaika watatu. Narudia kusema, hatuwezi kuwa wanafunzi tukashindwa kukielewa kitabu kilichokuwa kwenye mkono wa Mungu ambacho kilimliza Yohana, lakini mzee mmoja akamwambia usiogope. Yesu amekiweka wazi. Ni Yesu akakichukua kile kitabu akakifungua, ametukabidhi. Sasa sisi tukalisomee kanisa, tukawasomee watu waweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu cha muhimu sana. Fungu la 11 anaendelea, nikaona nikasikia sauti za malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 mara 1000. Ni umati mkubwa wa ajabu. Mungu anatamani kama kanisa la Orkesmet namna hii Jumatano kama ya leo tuwe hapa wote tunaimba kwa kurindima mpaka watu huko nje washangae. Wanaposhangaa wanajiunga na sisi. Lakini shetani ametushikilia, kila mmoja amefungwa kamba yake. Kila mmoja, na kila mmoja ana sababu yake. Ni kosa kubwa. Kwa kweli fungu la 12 endelea kusema, walikuwa wakisema kwa sauti kuu, anastahili, wanarudia tena, anastahili mwana kondoo aliyechinjwa. Kumbe hata wewe unastahili ikiwa utakubali kutoa maisha yako, ukaubeba msalaba kwa ajili ya kuwaokoa wengine, kutoa gharama zako kwa ajili ya wengine waingie kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu alifanya hivyo, anasema nimewaachia kielelezo katika Petro. Lazima tuhakikishe, ili tuweze kuwa wanafunzi wa ukweli, tufanye kama mwalimu. Mwalimu alikubali kuyatoa maisha yake, akawafia watu ili kwamba waokolewe, ukiwemo na wewe. Sasa kuna wengine huko nje wanatakiwa kuingizwa hapa ndani. Yesu ni kuhani. Lazima tufanane na mwalimu. Kama ni mwanafunzi tufanye kama mwalimu. Ndio maana ya mwalimu, kuandaa watu wafanye. Lakini hao wanasema ulichinjwa ukapokea uweza. Tumerudia sasa kwenye ile issue ya uweza. Ni mightness. Unapozungumzia uweza ni mightness, ni nguvu iliyoko kwa Mungu tu, ambayo sasa ikija kwa mwanadamu inaitwa uwezo. Lakini pia utajiri, hekima na nguvu, heshima, utukufu na baraka. Unataka kupata uwezo, nenda kwa Yesu mwenye uweza. Unataka kupata utajiri, watu wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji, nenda kwa Yesu aliye tajiri. Unataka hekima, njoo kwa Yesu akupe hekima. Unataka uwe na nguvu na heshima, njoo kwa Yesu atakupatia. Unataka utukufu na baraka, shida ni kwamba tunamwacha Yesu alafu tunaenda kutafuta wenyewe. Mwisho tunajichoma choma huko, tunapata vitu ambavyo hata havitusaidii, vinatupeleka mbali na Yesu. Lakini ukishamtafuta Yesu, njia yako inafunguka. Haya ninayoyasema nimejaribu katika maisha yangu, na baadhi yake, sio yote, nimeona yakitenda kazi. Kwa hiyo naamini hata hayo mengine Yesu atayamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia fungu la 13. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na alivisikia vikisema, baraka, heshima na utukufu na uweza, sio uwezo, na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai wanne wakasema amina. Bwana Yesu asifiwe. Na iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wale wazee 24 kwa kitendo walichofanyiwa cha kustahilishwa kitu ambacho hakikustahili kwao, wakaanguka na kusujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaona jinsi mambo yalivyo. Na hapa ndio tunafika mwisho sasa wa kitabu cha Ufunuo, sura ile
ya 5. Kesho tunaingia katika sura ya 6 kwa wale watakao kuwepo, na tunaenda kuangalia kufunguliwa kwa muhuri wa kwanza, Ufunuo 6:1. Kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua moja ya zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, naye aliyempanda anauta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Kesho utakapokuja utagundua kwamba hao wenye uhai 4 ambao wana vichwa 4, mmoja ana kichwa cha tai, mwingine ana kichwa cha ng'ombe au ndama, mwingine ana kichwa cha mwanadamu, mwingine ana kichwa cha simba. Hawa wanamwakilisha Yesu Kristo. Wanamwakilishaje? Yesu Kristo ana kichwa cha simba, ni simba wa Yuda. Yesu Kristo ana kichwa cha mwanadamu, alifanyika mwanadamu akakaa kwetu. Yesu Kristo ana kichwa cha tai, tai ni alama ya uungu. Yesu Kristo ana kichwa cha ndama, ndama ni alama ya utumishi. Alikuja akatutumikia mpaka akatufia, akatuokoa. Yeye ni mfalme simba wa Yuda, lakini yeye ni Mungu, ana uwezo wa kutuokoa na kutusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika haya yote tutakayoyaona katika siku ya kesho, yatatufungulia hii safari ya wiki hii ambayo inaonyesha jinsi Mungu alivyo mkuu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.